Na mheshimiwa, habari, majina yako, lakini pia tuelezee kwa ufupi kama kusummarize kuhusiana na kongamano ambalo limeweza kufanyika leo katika ukumbi huu wa JNTCC Dar es Salaam. Mi majina yangu naitwa Andrew Stanley Kevela, ni mweka hazina chama cha mawakili wa serikali. Vipi kuhusiana na kongamano la leo? Kongamano leo tunaona watu walikuwa ni wengi, wametikia wito kabisa, wamejaa kuja kusikiliza kongamano la leo. Umejifunza nini katika kongamano la siku hii ya leo? Kongamano la leo lilikuwa zuri sana. Tulipata nafasi ya kumwalika mgeni rasmi Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ni rais mstaafu. Tumepata maneno mengi ya busara kuhusu hili kongamano letu kuhusu la uchaguzi. Ameongelea kauli mbalimbali za uchaguzi, no reforms no election, Oktoba tunatiki. Akaongelea kauli ya linda kula na kila kauli au kila kauli mbiu ya kila chama cha kisiasa kinachoshiriki uchaguzi na ambao havishiriki uchaguzi alizelezea maana yake. Lakini tumepata bahati ya kupata elimu kutoka kwa viongozi wa serikali wastaafu, mabalozi na mawakili nguli mbalimbali na majaji wastaafu. Kwa hiyo hili kongamano kwa kweli ni kongamano ambalo ni zuri lenye kutoa uelewa ya baadhi ya maeneo ambayo serikali kupitia tume ya uchaguzi imefanya maboresho mbalimbali ya sheria ili uchaguzi uwe wa huru na wa haki. Katika kongamano hili unaonekana umelielewa sana tena vyema kweli kweli, lakini kuna wengine hawajafanikiwa kushika katika kongamano hili. Wewe jinsi ambavyo umelielewa, ni ile wito wako kwa wananchi ambao walikuwa na ambao hawakuwepo? Wito wangu wa wananchi wawe wanashiriki makongamano kama haya ili kupata uelewa na kubwa, washiriki kwenye hizi chaguzi ya Oktoba 2025 kwa sababu uchaguzi utakuwa huru na haki kama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyosema kwamba huu uchaguzi utakuwa huru na haki, ambaye atashinda atatangazwa mshindi. Kwa hiyo serikali imeweka mazingira mazuri ya uchaguzi na imewezesha wadau mbalimbali, hata chama chetu cha mawakili wa serikali, sisi ni wadau TPBA, sisi ni wadau wa serikali. Kwa hiyo katika kutoa elimu ya uchaguzi, kwa hiyo serikali imefanya jitihada kubwa sana kushirikisha wadau mbalimbali kutoa elimu ya uchaguzi mbalimbali, lakini imefanya jitihada kubwa sana katika kuweka mazingira mazuri ya uchaguzi kwa kuboresha sheria za uchaguzi.